Za asubuhi mtazamaji, naamini kwamba umekuwa na asubuhi njema sana katika siku ya Jumapili ya Mei 31 mwaka 2026 kwa mashabiki wa soka duniani. Inawezekana jana kuna watu walikuwa na furaha sana, lakini kuna watu pia walikuwa hawana furaha sana kutokana na matokeo ambayo waliweza kuyapata hapo jana kikosi cha Arsenal the Gunners. Lakini kuna mengi sana katika Sports AM katika siku ya leo. Mimi ninakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi. Kuna mengi sana ambayo tutaweza kujuza mpaka majira ya saa 5 kamili za asubuhi. Kumbuka tutakuwa na segment ya kwanza kuwa na mgeni, lakini pia kutakuwa na taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia, lakini bila kusahau uchambuzi ambao umeweza kuwa mzuri zaidi, ambapo hapo baadaye tutakuja kugusia. Kuna mengi sana ambayo yamejiri katika wiki hii hapa. Mimi ni Saidi Salim Msumi, lakini katika segment yetu ya kwanza ni fahari sana ya kipekee kuwa na Rahma Omar ambaye ni katibu mkuu wa chama cha mchezo wa netball Tanzania, Chaneta. Kumbuka Chaneta ni miongoni mwa chama vikongwe sana hapa nyumbani Tanzania. Wameshiriki mashindano ya kimataifa, wamewahi kutoa wachezaji bora wa chama cha michezo Tanzania TASWA kwa misimu miwili mfululizo kipindi cha nyuma. Kwa hiyo ni mchezo ambao unapendwa sana na watu. Ni fahari ya kipekee sana kuungana na Rahma Omari. Katibu, karibu sana. Mambo yanakwendaje? Asante sana. Mambo ni mazuri. Naam. Mambo ni mazuri sana. Chaneta, watu wana chama cha netball, mmeingia uongozi mpya katika chama cha netball. Hali ya chama kikoje mpaka sasa? Tumeingia uongozi mpya kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa pili na tukizungumzia hali ya chama, labda tuzungumzie kiuchumi zaidi. Kiuchumi hali ya chama iko chini sana na mfuko wetu mpaka sasa hivi tunasema una zero balance. Naam, lakini kwa shughuli nyingine za chama tunaendelea nazo kama kawaida, kama ambavyo ratiba na utaratibu wa chama cha netball na kazi zake unavyotutaka tuwe. Ndio. Okay. Katibu, ukizungumzia mchezo wa netball, kwa sisi kidogo zamani watu na shule za msingi hizi dada zetu wanacheza netball, lakini pia sasa netball kuna wanaume pia wenyewe wanacheza netball. Ndio. Kwa ufupi kidogo, mchezo wa netball ni mchezo aina gani? Kwa mtu ambaye haufahamu kumpatia darasa. Tunasema mchezo wa netball kwanza ni mchezo wa wote. Ni mchezo unaohusisha wanawake na wanaume katika uchezaji wake. Lakini pia tunauita ni ball game. Ni mchezo unaotumia mpira kuchezwa, ambapo panakuwa na timu mbili pinzani zinazocheza against each other, na lengo ikiwa ni kila timu kwenda kufunga kwenye goli lake, na mshindi anapatikana kwa yule atakaye score magoli mengi zaidi. Mchezo wa netball pia unahusisha harakati za kukimbia uwanjani, kuruka na staili nyingine zinazofanyika katika hali ya kucheza mpira, ambapo unachezwa na wachezaji wasiozidi 7 uwanjani, lakini pia wasiopungua 5. Naam. Sheria za upande wa wanaume na wanawake ni sawa au kuna tofauti? Sheria za netball ni zile zile. Haziangalii mwanamke wala mwanaume. Sheria ziko pale kufuatwa na ndio namna ambavyo mpira unachezwa. Kwa nini wengi walikuwa wanadhani kwamba mchezo wa netball ni wanawake? Kwa sababu kwanza mchezo wa netball ulianzishwa purpose lilikuwa kwa ajili ya wanawake. Okay. Lakini kwa namna dunia inavyoenda na mabadiliko na usasa, mchezo umeendelea kuboreshwa kuanzia zile sheria zake mpaka kufikia hatua ya kwamba wanaweza wakacheza wanaume pamoja na wanawake. Japo hawachanganyiki. Yaani kwa mashindano yaliyo rasmi huwezi kuchanganya wanaume na wanawake wakacheza pamoja kutokana tu na zile sababu za kimaumbile. Naam. Okay. Nakumbuka miongoni mwa mchezo wa netball, mimi mkubwa wangu alipata ajira kutokana na netball. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani mchezo wa netball unavyosaidia, lakini japo iko ni zamani kidogo nyuma sana mwenyewe, kwa sababu mimi nacheza center pale mara kuna GK sijui na kadhalika. Nani ana umuhimu sana katika netball kwenye uchezaji?
Kwenye mchezo wa netiboli nafasi zote zina umuhimu kwa sababu hakuna ushindi wa mtu mmoja mmoja. Japo tunaposema mshindi atapatikana kwa timu itakayofunga magoli mengi, wafungaji ni wawili tu uwanjani, goal shooter na goal attack. Ndio watu ambao wanaweza kuhakikisha ushindi wenu, lakini ili wao wafanikishe kile uwanjani lazima washirikiane. Kwa hiyo mchezo wa netiboli, kila mchezaji ana umuhimu wake kwa eneo lake analocheza ili kuhakikisha ule ushindi wa timu. Kama mpira utatoka kwa center katikati na hautafika kwenye goli, maana yake hata yule goli shooter ambaye anaweza kaonekana ni wa muhimu hawezi kufanya tena kazi. Atakuwa amesimama tu uwanjani kama karagosi. Kama karagosi. Katibu, hali ya mchezo upoje? Nyewe wenyewe mkijitathmini, mkiuangalia netiboli kwa sasa upoje? Naweza nikasema hali ya mchezo ni nzuri, kwa maana ya kwamba watu wengi wamepata awareness ya kwamba netiboli ni kitu gani. Na shukrani kubwa sana ziende kwa serikali ambayo imekuwa ikisimamia vyema huu mchezo. Pamoja na kwamba chama kinaweza kikayumba kikafanyaje, lakini kwa upande wa serikali hawajawahi kuvunja ratiba zake zozote za mchezo wa netiboli kwa namna yoyote. Ina maana yale mashindano ambao wanakuwa wanayapanga wao yanaenda, shughuli zote ambazo wanazipanga serikali huwa zinafanikisha na inafanya mchezo bado kuonekana una uhai. Kwa hiyo naweza kusema hali ya netiboli ni nzuri, watu wanahamasika. Kama hivi siku hizi tuna timu za kiume, tuna makocha wa kiume pia, waamuzi wa kiume, ambayo zamani ilikuwa ni nadra sana kuwaona, au walikuwa wakionekana wanatafsirika tofauti. Lakini sasa hivi kila mtu anajua kwamba haya ni maisha na yanawapatia vijana wengi ajira. Mimi wakati tunasoma kidogo shuleni, shule za msingi, na sio hizi shule za mabasi ya njano watu wanavyosema, hizi shule za kawaida za kiserikali, tulikuwa tunaona jinsi ambavyo mashuleni ikifika muda wa michezo, kwanza kunakuwa na viwanja vya netiboli vipo, of course vingine vinakuwa vya vumbi, vingine vinakuwa vya simenti tu hivi. Mtindo ule kurudi mashuleni vipi kama chama, vipi? Kama chama kurudi mashuleni, tunatumika sana mashuleni, na hususan mashule ya kiserikali, ambapo sasa ni katika sera nafikiri ya michezo ya wizara husika. Kwa hiyo wamekuwa wakitujengea viwanja mbalimbali vya michezo, lakini na netiboli ikiwemo. Kwa hiyo shule nyingi sasa hivi ukiingia mjini, vijijini, unakuta zina viwanja. Walimu wanajitahidi, hata kama vijijini kule unakuta hakuna viwanja, lakini mwalimu anaweza akatengeneza eneo akafanya ni la kuchezea huo mchezo. Kwa hiyo bado nafikiri tuko mahali pazuri ambapo tutafika mbele. Sasa hivi bado tunacheza kwenye viwanja vya wazi, lakini itafika wakati tutacheza kwenye viwanja vya ndani wanaita indoor, ambayo sasa itakuwa ni netiboli yenye ubora zaidi. Netiboli yenye ubora zaidi. Wakati tunazungumzia jinsi ambavyo mmeingia katika uongozi wenu na chama kipo na zero budget, na tunajua jinsi ambavyo chama mnapambana kujikwamua kutoka huku, sasa mlipo, mipango ipoje katibu? Maanake wewe ndio muhimili wa chama. Ukizungumzia wamepita makatibu wengi sana, ukizungumzia Chaneta, mama yetu marehemu Ana Kibira walitoka huko kipindi hiko, wakina Sharozi Banji nanyi walipita, Rose Mkisi walipita huku, na sasa ni wewe, sasa kijiti kipo kwako. Tunaondokaje huku? Zipo hatua nyingi tunazochukua kuhakikisha tunatoka kwenye hali tuliokuwa nayo sasa kupanda kwenye hali nzuri zaidi. Miongoni mwa harakati tunazochukua sasa hivi ni kulia na wafadhili na wadhamini ambao tunawahitaji sana kukiinua chama chetu kiuchumi. Bado tunagonga hodi kwa wafadhili mbalimbali na kwa wadhamini mbalimbali waweze kushirikiana na sisi katika matukio yaliyopo kwenye kalenda yetu ya chama kitaifa, ambayo ni matukio ya ligi ambayo ni ligi daraja la pili na la kwanza, lakini pia kuna ligi zingine ambazo zilikuwa kule nyuma zinafanyika sasa hivi hazifanyiki tena, kama Nyerere Cup na Taifa Cup, na yenyewe bado tunaomba wafadhili na wadhamini waweze kujitokeza ili tufufue hizo ligi. Wafadhili pia tunawaomba ili kuweza kufanikisha
timu zetu za taifa ambazo kwa mwaka huu na malengo ya chama ni tunataka kuwa na timu ya vijana wa under 17 na vijana wa under 20. Hiyo ni timu yenye ushindani tuweze kushiriki kimataifa. Kwa hiyo bado tunalia na wadhamini na wafadhili ambapo wameanza kujitokeza kuanzia kwenye ligi zetu kama hii ligi daraja la kwanza tunayoenda kesho kutwa. Tuna mfadhili ambaye tumeshampata ambaye ni City College of Health and Allied Science ambaye yeye amejitolea kutufadhili makombe kwa ajili ya washindi na ameshatupatia medali pamoja na nguo watakazovaa waamuzi pamoja na viongozi kwenye mashindano na ameahidi pia kuendelea kutusaidia na kutusapoti vitu vingine kwa kadri siku zinavyoenda. Lakini tunaendelea kuomba wafadhili wengine na mama yetu Mama Asha Baraka alijitokeza pia kutufadhili, ameshatuahidi tufike ofisini kwake ambayo ana timu yake ya bunge. Yeye akiwa kama kocha na wachezaji wake wameahidi kwamba watashirikiana na sisi katika hii ligi na katika matukio mengine mbeleni. Nje ya kuomba ufadhili, lakini tunaendelea na programu za ndani ambazo ni pamoja na mafunzo, kutoa mafunzo mbalimbali ya makocha na waamuzi kuhakikisha kwanza wanakuwa na ujuzi wa mchezo lakini pia wanafanya vizuri kwa kufuata sheria na kushiriki michezo ya aina mbalimbali. Katibu, mchezo wa netball una umri wa kusema kwamba hapa sasa hapana, ama inaweza kuruhusu kwenda hata wewe pia kucheza? Mchezo wa netball hauna umri. Wanacheza kuanzia watoto wadogo, vijana wakubwa na watu wa makamu mpaka wazee. Lakini sasa tunapokuwa kwenye mashindano huwa tunatofautisha. Kwa hiyo yale mashindano yanatofautishwa kulingana na rika. Mashindano ya watoto wadogo kama UMITASHUMTA, watoto wa shule za msingi au chini ya miaka 14. Kuna mashindano ya watoto wa saizi ya kati chini ya miaka 21, UMISETA hiyo. Na kuna mashindano ya vijana sasa ambayo yanajumuisha hawa watoto na vijana. Lakini kuna wale watu wazima sana ambao tunawaita veterans na wenyewe wanakuaga na mashindano yao. Hata mwaka huu wakati timu zetu zimeenda kushiriki klabu bingwa Afrika Mashariki nchini Kenya, tulipeleka timu yetu ya Tanzania Veterans na wamechukua ubingwa kule, wamerudi na kikombe nyumbani. Na hapo umezungumzia kuhusiana na ushiriki wa kimataifa. Kuna kipindi Tanzania ilikuwa inatozwa fine ya kwamba kutoshiriki katika michuano ya kimataifa, ikafanya kwa muda mrefu kidogo kutoweza kupata timu yetu kushiriki kwenda Afrika Kusini kushiriki katika michezo ya kimataifa ya Kiafrika. Vipi sasa hivi? Ndio. Sisi tumekabidhiwa chama mwezi wa pili na tukakuta shughuli zingine zinaendelea. Kwa mfano tumeingia tu tukapambana na emails zinazotutishia kutufungia kwa kuto kulipa ada ya World Netball na Netball Africa. Naam. Kwa hiyo hatua ya kwanza tulioifanya kama chama ni kuhakikisha ile ada imelipwa. Tumelipa almost milioni 6 na laki 6 ada za chama cha netball ya Afrika na chama cha netball duniani. Kwa hiyo tunapambana. Bahati nzuri deni tulilolikuta sio kwamba nililorundikana, ni deni la msimu wa 2025-2026. Kwa hiyo kwa kuwa tumelikuta na tayari deadline zilikuwa zimeshafika, imetubidi tutafute mbinu mbadala ya kujikamua kutoka kwenye mifuko yetu sisi kama kamati tendaji na tukalipa hiyo ada. Sawa. Kwa hiyo tunaingia kwenye michezo ya kimataifa. Naam. Tunaingia kwenye michezo ya kimataifa na lengo letu hasa sisi kama chama kwa mwaka huu tumedhamiria kushiriki mashindano ya Africa Qualifiers yatakayofanyika mwezi wa 8 Nairobi, Kenya. Na tutaingia pale, lakini tutaingia katika hali ya ushindani. Hapo nyuma kidogo tuliingia kwa kusuasua sana. Mara nyingi tulikuwa tunakwenda kushiriki.
lakini sisi kwa mwaka huu tumedhamiria tuingie katika hali ya kushindana. Kwa hiyo kupitia ligi daraja la kwanza ambayo ndio ligi kuu ya mchezo wa netiboli kwa Tanzania hii, tuna mpango wa kupata vipaji vizuri pale, kuchukua damu changa, vijana wadogo kwa ajili ya kuunda timu yetu ya taifa, na lengo lingine pia ni kuwaweka kambi isiyopungua mwezi mmoja, ili tuweze tukapambane kikamilifu kule kimataifa. Tutakapo qualify basi tutacheza mashindano ya duniani huko. Na uzuri umezungumzia kuhusiana na michuano ya daraja la kwanza, katibu. Kwa mtu ambaye labda anafungulia hivi sasa, michuano ya ligi daraja ya kwanza inaanza tarehe ngapi na itahusisha timu ngapi na inafanyika wapi? Sawa. Ligi daraja la kwanza kwa mwaka huu wa 2026 itafanyika jijini Dodoma, na ni kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 6. Itakuwa wiki ijayo. Na ligi hii ina timu zenye sifa ya kushiriki. Sio kila timu ya netiboli inaweza ikashiriki ligi daraja la kwanza. Ligi daraja la kwanza sifa yake kuu ni uwe umetoka kucheza ligi daraja la pili na umefuzi kwa maana ya kwamba umepanda daraja na unakuja kucheza ligi daraja la kwanza, au tayari unacheza ligi daraja la kwanza na umekizi vigezo vya kuendelea kuwa pale kwa maana ya kwamba hujashuka daraja. Na kwa mwaka huu tulikuwa na timu 21 za wanawake zenye sifa ya kucheza ligi daraja la kwanza, na tuliwapa mwaliko, na mpaka sasa hivi ni timu 15 kwa uhakika wameshathibitisha kwamba wanashiriki, na usajili pia unaendelea wa hizi timu. Wanasajili wachezaji pamoja na uongozi mzima kwa ajili ya kuelekea kwenye haya mashindano wiki ijayo. Sawa. Mashindano yanaanza wiki ijayo, watu kuweza kujitokeza Dodoma pale, ili mradi kufanikisha michezo hii kuweza kufanyika, lakini pia kusahau pia wadau kuweza kujitokeza na kuunga mkono Chaneta, ili mradi kuweza vipaji vingi, lakini pia kukuza mchezo wenyewe wa netiboli. Na katibu hapa alizungumzia kuhusiana na wadau baadhi ambao wameweza kujitokeza na kuunga mkono, lakini si vibaya pia na wenyewe kuwaona Chaneta pia, ili mradi kuweza kukuza mchezo huu wa netiboli. Tukimaliza ligi daraja la kwanza, kalenda yetu inatuonyesha kuna matukio gani, katibu? Na baada ya hii ligi daraja la kwanza, hatua inayofuata ni tutakuwa na kozi kwa maana ya mafunzo kwa ajili ya waamuzi. Kwa hiyo yale mafunzo tukijaliwa tunatarajia kuyafanya mwezi wa 7, katikati ya mwezi wa 7, na yanaweza kafanyikia kati ya Dodoma au jiji la Mwanza. Pamoja na hayo, ni katika hii ligi daraja la kwanza inayoenda kuanza hii tarehe 5, patakuwa na uchaguzi sasa wa wachezaji kwa ajili ya kuunda timu ya taifa. Kwa wale wachezaji watakaong'aa pale, watakaoonyesha vipaji vyao na vitakavyoonekana vya hali ya juu. Lengo letu pale ni kuchukua wachezaji ili kuunda timu ya taifa na kuipeleka kwenye kambi huo mwezi wa 7 kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kwenye mashindano ya Afrika, wanaita Africa Qualifiers. African Qualifiers. Katibu, ushirikiano wa Chaneta ni chama mama huku. Ushirikiano wa hivi vyama vya mikoani upoje katika kusaidia kwamba unakuza maki wachezaji ni kutoka mikoani huku? Ushirikiano unakuwepo na unatakiwa kuwepo, kwa sababu bila mikoa taifa hakuna kazi. Tukizungumzia chama cha netiboli Tanzania kwa malengo tu au majukumu yake, moja ya majukumu ni kusimamia na kuratibu mchezo wa netiboli katika nyanja zote zinazohusisha Tanzania nzima. Kwa hiyo tunapozungumzia kusimamia mchezo na kuratibu, tunazungumzia mikoa. Hatuwezi kufanya kazi bila hii mikoa. Kwa hiyo tunategemeana kwa kiasi kikubwa, lakini pia hata ukiangalia hizi ligi ambazo tunaziendesha kama ligi daraja la pili na la kwanza ni ligi za kitaifa, lakini ili timu zije zicheze ligi daraja la pili, maana yake zitokee kwenye ligi daraja la 3 ambayo ni ligi ngazi ya mkoa. Kwa hiyo tunawategemea mikoa ndio wanaotuletea hivi vipaji kupanda juu mpaka kupata hizi timu za taifa. Kwa hiyo hakuna Chaneta bila chama mikoa. Unaiona wapi Chaneta kwenye
miaka yenu ya kiuongozi, siku ambayo ukija hapa tunasema bwana, hii ndio Chaneta ambayo tunakwenda kuiacha katibu? Na mimi kama katibu naiona Chaneta kimataifa zaidi, kwa maana ndio malengo yetu makuu, kufikisha mchezo wa netiboli wa Tanzania kimataifa, kuitangaza Tanzania. Yani malengo yetu ni kutaka kwamba tunapokwenda nje kama mchezo wa netiboli, basi wajue Tanzania Chaneta imewawakilisha Watanzania kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo naiona Chaneta na naona mchezo wa netiboli kimataifa zaidi, ambapo tutakuwa tunacheza ligi za kimataifa na tutakuwa tuna safari nyingi za kimataifa kwenda kujifunza kwa wenzetu, na tutakuwa na wataalamu wengi ambao tayari tumesha wapa mafunzo kwa kuwaletea, lakini pia kwa kutoka nje kwenda kufuata mafunzo, kuchanganyika na dunia ya nje kule, kupata ile netiboli ya kisasa, kuona inafananaje, kama ambavyo tumeshaanza hii program Chaneta ya kuleta kozi ya makocha na waamuzi kimataifa. Na msimu wa kwanza ulipita tulifanya mwezi wa 4, ilikuwa ni kozi ya makocha, ya kuendeleza makocha, na tulileta mkufunzi kutoka nje ambao ni Uganda, ambao wenzetu wako mbele sana kinetiboli kiasi kwamba wanawika kimataifa. Uganda ikienda kucheza mashindano ya World Netball wanakuwa tishio kule. Kwa hiyo tumechukua mwalimu kule ili kuja kujifunza hapa Tanzania, na mwezi wa 7 pia tutaleta mkufunzi mwingine kutoka nje. Hatujui chama cha netball Afrika watatuletea nani, lakini tunatuma maombi kule kwa lengo la kuletewa wataalamu wa kimataifa wenye sifa za kimataifa kuja kubadilisha hapa mchezo wetu. Na mbele ya safari malengo yetu ni kupata wakufunzi wetu wa hapa Tanzania, kuwapeleka huko duniani pia wakapate mafunzo ya kimataifa, ili tunavyokuwa tunafanya michezo hapa basi tunafanya katika hali ya uhakika na katika ubora wake. Katika ubora wake. Katibu, kwa kumalizia, neno lako kwa wadau, serikali na kwa ujumla kuhusiana na Chaneta na shughuli zenu kwa ujumla. Asante. Kwa kumalizia, kwanza ninawakaribisha sana katika hii ligi tunayoielekea, ligi ya kitaifa, ligi daraja la kwanza. Nawakaribisha sana wadau wote wa michezo, nawakaribisha wanamichezo wote na wananchi wote wafike jijini Dodoma kwenye viwanja vya Jamhuri pamoja na viwanja vya Kilimani, wafike kupata burudani, wafike kuangalia na kuona tumeadvance kwa kiasi gani. Patakuwa na mambo mazuri. Safari hii tunataka tucheze ligi yetu mpaka usiku, ili kuwavutia hata watu ambao mchana wanakosa nafasi kwa kufanya shughuli zao za kujitafutia kipato. Kwa hiyo tutacheza haya mashindano yetu mpaka saa 4 za usiku, na viwanja tunavyovitumia vinataa. Kwa hiyo tunawakaribisha pale. Patakuwa na wifi ya bure kabisa viwanjani pale, na mambo mengi mazuri ambayo tumewaandalia kwa ajili yao. Hilo ni la kwanza, lakini sasa nina wito wangu, lakini na pia nina shukurani kwanza. Tunapozungumzia Chaneta na tunapoizungumzia netiboli Tanzania, hakuna mahali ambapo mkono wa serikali hautaonekana. Kwa hiyo tunatoa shukurani kwa serikali ya mama yetu Mama Samia Suluhu kwa kuona umuhimu wa huu mchezo. Mchezo unasaulika na pengine chama kina zorota katika kuhakikisha mchezo unachezwa, lakini wao kama serikali hawajawahi kuitupa netiboli. Bado tunaungana nao, bado mashindano yanaendelea kuchezeka ya mashirikisho mbalimbali, na mchezo wa netiboli ukiwa humo ndani, na vipaji vingi vinapatikana, na vijana wengi wamepata ajira kupitia hii netiboli kwenye mashirika ya serikali na mashirika ya binafsi. Kwa hiyo tunatoa shukrani kwa serikali, na pia tunatoa wito wetu sasa kwa wafadhili, kwa serikali pia wenyewe waendelee kuwekeza kwetu, wasitutupe, watusaidie, watushike mkono tufike. Tuna mikakati mizuri pale tunapokwenda kugonga hodi kwenye milango ya wizara mbalimbali na mashirika haya ya umma, basi wasichoke kutusikiliza na kutusaidia kama ambavyo wanafanya na walivyofanya nyuma. Na wadau wa netiboli wasichoke pia, tuendelee kushikamana. Michezo hii na mchezo wa netiboli umekuwa ni ajira kwa vijana wetu. Vijana wengi sasa hivi kwa juhudi za serikali, ukimkamata kila kijana sasa hivi ana shahada.
kila kijana ni degree holder, lakini inapokuja kwenye swala la ajira ana nini special? Unakuta wanamichezo, wachezaji wa netiboli wanachukuliwa na wanapata ajira kwenye hizi taasisi mbalimbali za serikali, kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Wengi wameajiriwa kwa kutumia hiki kipaji, kwa kutumia mchezo wa netiboli. Kwa hiyo na wanawake wengi wamenufaika nao pia. Kwa hiyo waita serikali, wadau wa michezo, Watanzania wote tushirikiane kwa pamoja kuendeleza huu mchezo na tutafika. Rahma Omari, katibu wa chama cha netball Tanzania, akisema wote kwa pamoja tutafika. Kama nilivyozungumza hapo awali ni kwamba ukizungumzia wadau mbalimbali wakubwa wamewahi kuwa katika nafasi za wenyekiti wa chama cha netball Tanzania. Mfano marehemu Mama Ana Kibira aliwahi kuwa katibu mkuu wa Chaneta, akaja kuwa mwenyekiti wa Chaneta, lakini pia hata Mama Bai Anabai aliwahi kuwa pia mwenyekiti wa chama cha netball Tanzania Chaneta, lakini bila kusahau Dr. Devota John Marwa ambaye ameondoka hivi karibuni, naye alikuwa pia ni mwenyekiti wa chama cha netball Tanzania Chaneta, lakini pia makatibu mbalimbali wamewahi kupita, wakina Rose Mkisi. Kwa hiyo ni chama kikongwe ambacho kina vitu vingi sana na watu kujitokeza na kuunga mkono jitihada za kuisaidia Chaneta katika rasilimali fedha na kadhalika, ushauri, ili mradi kuweza kurudi katika hali yake. Nakumbuka pia iliwahi kutoa mwanamichezo bora wa Tanzania, yaani ukichana ngumi, soka na kadhalika, lakini mwanamichezo bora wa Tanzania kupitia chama cha wanamichezo Tanzania TASWA, Mwanaidi alitokea mara 2 mfululizo, alishinda tuzo. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa jinsi gani mchezo wa netball ni mchezo mkubwa sana Tanzania na una hamasa yake sana. Shukrani sana katibu, na mimi tutazidi kujumuika na wewe katika kuweza kuzungumzia gurudumu la mchezo wa netball Tanzania. Asante sana. Shukrani sana. Ni Rahma Omari, katibu mkuu wa Chaneta, nikiweza kuzungumza naye katika mahojiano maalum. Kwa sasa tunakwenda break. Tutakaporejea tutakuja tuangazie taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia ndani ya Sports AM. Mimi ni Saidi Salim Msumi na hii ni Azam Sports 1 HD.